Nchi yetu wanaichoma moto huku wao wakipokea malipo. Bahati mbaya sana, waliwaribuni vijana waliokuwa na nia njema, wakidhani ni kusanyiko la halali. Sasa kama mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi Taifa, nimeamua kuvunja ukimya. Hivyo kuamua kuzungumza na kutoa ya moyoni, lakini pia kutoa maoni yetu kama jumuiya ya vijana juu ya matukio ya uvunjifu wa amani ya tarehe 29 mwezi wa 10 2025 na tarehe 30 mwezi wa 10 2025. Kwani kwa kiasi kikubwa yaliyofanywa na vijana ambao mimi nina dhamana ya kuwaongoza na kuwasemea mambo yao ndani ya Chama cha Mapinduzi, ambacho ndicho chama chenye serikali. Leo nipo tofauti na siku nyingine. Nimesimama mbele yenu waandishi wa habari, si kwa furaha, bali ni kwa huzuni kubwa moyoni mwangu, kwani uchaguzi uliopita ambao ulikuwa na matokeo mazuri kwa chama chetu umeambatana na fujo na vurugu ambazo zimeacha alama za maumivu na hasara kubwa. Na katika hili nina huzuni kubwa zaidi kuhusu jukumu la vijana wetu ambao tunaamini kuwa ni nguzo na nguvu kazi ya taifa katika uzalishaji. Sasa wamehusika katika vitendo hivi vya kufanya fujo na vurugu. Ndugu zangu wanahabari, ninakemea na kulaani kwa dhati vitendo hivi, kwa sababu sio tu kwamba vinakiuka sheria na utaratibu wa jamii, bali pia vinahatarisha maisha ya wengine na maendeleo ya taifa letu kwa ujumla. Lakini naumia zaidi kuona vurugu hizo zikiratibiwa na vijana wenzetu ambao wengi hawapo Tanzania na baadhi sio raia wa Tanzania ama wa nchi yetu ama taifa letu tena, na huenda hawatarudi tena hapa nchini. Wao kwa kushirikiana na watu wasioitakia mema Tanzania wanashawishi vijana waliopo Tanzania kupitia mitandao ya kijamii kufanya vurugu katika taifa letu, huku wao wakiwa wanastarehe nchi za nje wakitunzwa na wale waliowatuma. Nchi yetu wanaichoma moto huku wao wakipokea malipo. Bahati mbaya sana, waliwaribuni vijana waliokuwa na nia njema, wakidhani ni kusanyiko la halali kueleza maoni yao, lakini kumbe wenzetu walikuwa na nia mbaya. Vijana wapendwa, na wauliza, je, vurugu hizi zimewapa nini wale walioshiriki? Je, vurugu na maangamizi yaliyofanyika yanafaa kwa taifa linalotafuta maendeleo? Katika baadhi ya video tumeona vijana wenzetu wakivunja, kuiba, kuchoma moto, kutishia wenzao, kuchoma vituo vya mwendokasi, zahanati, vituo vya polisi, kuchoma maduka na vituo vya mafuta vya watu binafsi. Vijana wenzangu, hii haikuwa demokrasia, bali vurugu na uhalifu. Ndugu waandishi wa habari, kama viongozi na wazazi, tuna wajibu wa kuwakumbusha vijana wetu kwamba uhuru wa kuandamana si haki ya kutoa maangamizi na kuhatarisha maisha ya watu wengine, na wala sio sahihi kuchoma mali zenu ambazo zimejengwa na kodi zenu wenyewe. Taa za barabarani, vituo vya mabasi, vituo vya polisi, zahanati ni vitu vinavyotoa huduma kwenu wenyewe. Na walioshiriki vurugu, wengine walipoumia, ilitakiwa wapelekwe zahanati zilizopo jirani, lakini zilikuwa zimeshachomwa, hali iliyopelekea kupoteza maisha kwa makosa yenu wenyewe. Yaani, madhara ya kwanza waliopata ni wale washiriki wa vurugu wenyewe. Baada ya kujeruhiwa, walipotakiwa kupata huduma ya kwanza katika zahanati za karibu, walikuwa wameshachoma moto, hali iliyosababisha wapoteze maisha. Vurugu hizi, na naziita vurugu badala ya maandamano, kwani kwa sheria ya nchi yetu maandamano huwa na kibali, njia na muda.
hazikuwa na nia yoyote njema kwa nchi yetu, bali kutoa maumivu na kutoa athari kubwa ndani ya jamii nzima ya Watanzania na nchi jirani. Vurugu hizi zilisababisha kufungwa kwa biashara nyingi, hasa katika maeneo makubwa kama Dar es Salaam, ambako masoko yalisimama na shughuli za kiuchumi zilisimama, hali iliyosababisha hasara kubwa kwa wafanyabiashara wadogo na wakubwa na kuathiri maisha ya kila siku ya mwananchi. Katika hili sote ni mashahidi, kwani amri ya kukaa ndani imetutesa wengi na kuathiri familia nyingi zenye kipato cha chini ambazo ni asilimia kubwa ya Watanzania. Aidha, vurugu hizo zimeathiri biashara ya kikanda, hasa kwa nchi jirani kama Kenya, Malawi, Zambia, Rwanda, Kongo, Burundi na Uganda, ambao hutegemea bandari yetu katika usafirishaji wa bidhaa muhimu kama mafuta na mazao. Kwa hiyo, vijana wenzangu, tunapofanya vurugu hapa Tanzania, athari zake haziishii hapa Tanzania. Maumivu yanasafiri hadi kwa vijana wenzetu wa nchi jirani. Lakini leo nisisimame tu hapa kulaani. Nimesimama pia kuwahamasisha nyinyi wote, vijana, wazazi na jamii, kushikamana na amani. Amani ndio msingi wa maendeleo ya Tanzania yetu. Na Tanzania yetu hii imejengwa na urithi wa amani tangu uhuru. Na hivyo amani ndiyo iliyotufungulia milango ya uwekezaji katika sekta zote muhimu za kiuchumi. Hivyo kucheza na amani ni kucheza na uchumi, uzalishaji na ajira. Vijana wenzangu wapendwa, mnapoamka kila asubuhi kwa vurugu za aina ile, wafikirieni wale wanaotegemea amani ili kupata chakula au mahitaji muhimu, ikiwemo nyinyi wenyewe. Vijana wenzangu, mnapotoka kufanya vurugu, wafikirieni wazee wanaofuata dawa katika hospitali ambazo vurugu zimewafunga wasifike. Mfikirieni mama mjamzito anayetaka kwenda kujifungua. Mfikirie mtu anayetaka kwenda kupeleka chakula kwa mgonjwa. Ufikirie kwamba pana, na ukifikiria kwamba pana, huwezi kukubali kufanya vurugu, kwani unaathiri shughuli nyingi za wenzio. Ndugu waandishi wa habari, amani si udhaifu, ni nguvu ya kutoa maendeleo endelevu. Hebu tushikamane na tuzungumze kwa pamoja, na sio kuwa na mitazamo ya kufanya vurugu. Tushiriki katika mchakato wa kidemokrasia kupitia chaguzi na mazungumzo na sio vurugu. Amani ndiyo itakayofungua au itakayotufungulia milango ya maisha bora na sio vurugu. Kwa hivyo, ninawahamasisha vijana wenzangu, tuishi kwa mshikamano na amani. Wazazi, mwashauri watoto wenu kwa hekima juu ya umuhimu wa amani. Na viongozi wa serikali na dini, tushiriki katika mazungumzo ili kutoa suluhu na sio kuchochea vurugu. Ndugu wanahabari, ninapohitimisha, natoa rai kwa wanasiasa wenzangu ndani ya chama changu na wasio wa chama changu kuacha maneno ya kejeli au matamko yenye kutoa taharuki au kutugawa. Huu ni wakati wa taifa kuwa na umoja na mshikamano. Kila mwanasiasa achunge ulimi wake. Maneno hubomoa, maneno hujenga. Ndugu waandishi wa habari, mwisho naungana tena na familia zote zilizopoteza ndugu, jamaa na marafiki. Tunatoa pole. Mungu awalaze mahali pema peponi, na majeruhi walio hospitalini tunatoa pole na Mwenyezi Mungu awaponye kwa haraka. Tunashukuru na tunapongeza vyombo vya ulinzi na usalama kwa kurejesha amani na utulivu, na viendelee kusimamia amani na utulivu daima. Mwisho kabisa, nichukue nafasi hii pia kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ushindi katika uchaguzi mkuu. Namtakia kila laheri katika kazi iliyo mbele yake ya kuwatumikia Watanzania. Pamoja tuendelee kujenga Tanzania yenye amani, yenye utulivu, yenye maendeleo na yenye uchumi thabiti. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana.